Kwa majina naitwa ASF Fred Selemani, ni afisa operation Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Shinyanga. Jana tulipokea wito wa taarifa ya mwokozi ya mtu kuzama kudumbukia kwenye dimbwi la maji. Hao watu walikuwa ni wawili, ambao ni mmoja tulifanikiwa kuokoa mwili wa mtu mmoja ambaye ni Robert mwenye umri wa miaka 49, lakini bado tunaendelea kufuatia mwili mwingine kujua uko sehemu gani, sababu walikuwa wawili walienda kuvua kwenye dimbwi la maji. Kwa hiyo zoezi linaendelea la kufuatilia mwili wa huyo mwingine, mtu mwingine ambaye bado hajapatikana. Tunawashauri watu wasiingie kwenye kina cha maji ambacho hawakijui urefu wake, sababu hizi changamoto tumekutana nazo nyingi. Unakuta mtu anaingia kwenye maji hajui kuogelea, kwa anakutana na changamoto ambazo hakuzitegemea. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wakiona maji yametuama sehemu wasiyapime maji kwa macho ili kupunguza madhara, lakini wanapopata changamoto Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, sisi tupo kwa ajili ya mwokozi na tumejipanga, vitendea kazi tunavyo, ndio maana tunafanya kazi kiufasaha. Kwa hiyo tunaendelea na zoezi kuhakikisha tunapata mwili wa mtu mwingine aliyebakia. Tukio lilojitokeza hapa limeonekana kama vile limechukua funzo kubwa sana kwa wakazi wa eneo letu la Bushola, eneo la Songwa hili, na pamoja na hivyo basi ninadhani tungeomba serikali iweze kutazama kuweza kuleta mazingira ya mafunzo eneo hili, ili wake kuna watu wengi sana, asilimia kubwa hawajui maana ya kuogelea na maana ya uokozi ni nini. Kwa haya mambo yanapojitokeza, unakuta sasa hakuna uokozi zaidi na inafika sehemu inachukua watu mauti na tunapoteza ndugu zetu, hususan kama hili swala la kupoteza ndugu zetu wawili. Mmoja tumeshapata mwili wake, leo ni siku ya 3 bado tunautafuta mwili mwingine huu, mpaka sasa hivi bado tuna utafiti kama huo. Kwa hiyo tunaomba tu serikali tuangalie. Kwa majina mimi naitwa Leonard Josefu, ni mkazi wa hiki kijiji cha Bushola. Hapa kuna tukio ambalo limetokea, mwenzetu kuzama kwenye maji. Walikuwa wawili, lakini mmoja amepatikana mwili wake, lakini mwili wa mtu mwingine hajaonekana hadi sasa hivi. Serikali iendelee kumtafuta mwenzetu mpaka apatikane, tujue kwamba amezama au hajazama. Mimi serikali nilikuwa naiomba sana. Pia nilikuwa naiomba serikali na sisi weze kutufundisha jinsi ya uokoaji, kujitetea kwetu kama tukiwa majini iweze kutoa mafunzo. Mimi nilikuwa naomba hicho kwa serikali. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.